Hii ni HMG, chaneli ya Mwafrika, Back to Africa Movement. Naam, karibu mpendwa mtazamaji wa HMG. Karibu tuangazie vifo vya watu 10 ambavyo vilisababishwa na polisi huko nchini Marekani, vikihusisha ubaguzi wa rangi. Kifo cha Marekani mweusi ambaye alikamatwa na polisi akiwa hana silaha, lakini polisi alionekana kutumia nguvu kwa kumkaba shingoni, na hivyo suala la ubaguzi dhidi ya jamii ndogo ya watu weusi likaibuka. George Perry Floyd aliyekuwa na umri wa miaka 46 alikuwa anafanya kazi ya ulinzi katika mgahawa mmoja wa Minneapolis. Alifuatwa na polisi ambao walikuwa wanamtafuta mshukiwa wa mashtaka ya kughushi siku ya Ijumaa Mei 25. Video ya dakika 10 ambayo ilipigwa na shuhuda inaonyesha Floyd akimlalamikia afisa wa polisi huyo akisema, "Siwezi kuhema." Video hiyo ilisambaa huku tukio lingine likionyesha mwanamke wa kizungu nchini Marekani akiwa anajibizana na mwanaume mweusi kuhusu mbwa wake ambaye alikuwa amefunguliwa. Zaidi ya watu 1000 wameuawa na polisi mwaka wa 2019. Kifo cha Floyd kimeweza kuibua hofu ya takwimu za mauaji ya polisi dhidi ya raia weusi nchini Marekani. Kwa mujibu wa takwimu zilizowekwa na gazeti la Washington, watu 1014 walipigwa risasi na polisi katika taifa hilo kwa mwaka wa 2014, na utafiti unaonyesha kuwa Wamarekani weusi ndio wahanga wakubwa. Utafiti uliofanywa na asasi isiyokuwa ya kiserikali unadai kuwa katika vurugu ya polisi watu weusi wako katika hatari ya kuuawa mara 3 zaidi ya watu wote. Uonevu wa polisi umepelekea kuwepo kwa harakati za thamani ya utu wa mtu mweusi. Watu maarufu kama mwimbaji Beyonce na mchezaji nyota mpira wa kikapu LeBron James wameanzisha kuhamasisha kampeni hizo kwa umma. Hawa ni baadhi ya Waafrika ambao vifo vyao vilisababishwa na maandamano dhidi ya vurugu za polisi. Trayvon Martin ilikuwa ni tarehe 26 Februari mwaka wa 2012. Trayvon Martin, kijana mweusi mwenye umri wa miaka 17, alikuwa mwanafunzi wa sekondari. Alipigwa risasi na George Zimmerman huko Stanford, Florida. Martin alikuwa anaenda kutembelea ndugu zake, lakini alipofika getini akakabiliwa na Zimmerman, raia wa Hispania ambaye alikuwa analinda maeneo ya jirani. Mwaka wa 2013 mahakama ilimkuta Zimmerman kuwa hana hatia. Sheria ya Marekani inamruhusu kupiga risasi kwa lengo la kujihami, lakini familia ya kijana huyo na marafiki zake wanamsisitiza kuwa ameuawa. Mauaji hayo yalionyesha wazi kuwa harakati za kijamii kuhusu thamani ya maisha ya watu weusi ni muhimu. Huyu anaitwa Trayvon Martin aliuawa tarehe 26 Februari mwaka wa 2012. Alikuwepo mtu anaitwa Eric Garner, ilikuwa ni tarehe 17 Julai mwaka wa 2014. Eric Garner alifariki kwa kukosa hewa baada ya kukamatwa kwa kushukiwa kuwa anauza sigara. Video ilionyesha Garner akilia na kurudia kusema, "Siwezi kupumua," wakati afisa wa polisi wa kizungu Daniel Pantaleo alionekana akiwa amemkaba shingo Garner ambaye alikuwa anahangaika sakafuni. Hukumu ilikanusha madai dhidi ya afisa huyo Pantaleo na kusababisha maandamano kadhaa katika nchi ya Marekani. Pantaleo alifukuzwa kazi katika idara ya polisi kwa kipindi cha miaka 5 baada ya tukio hilo kutokea. Huyu anaitwa Eric Garner alifariki tarehe 17 Julai mwaka wa 2014. Mwingine anaitwa Michael Brown alifariki tarehe 9 Agosti mwaka wa 2014. Harakati za maisha ya watu weusi ziliongezeka na kuonekana kimataifa baada ya kijana mweusi mwenye miaka 18 Michael Brown kupigwa risasi na kuuliwa baada ya kuzozana na polisi wa kizungu Darren Wilson. Tukio la Ferguson, Missouri liliweza kuibua maandamano ya ghasia ambayo yalisababisha kifo cha mtu mmoja na wengine wengi kuumia na mamia kukamatwa. Maandamano zaidi yalitokea mwezi Novemba mwaka huo huo baada ya mahakama kuamua kuwa Wilson ambaye alikuwa ameacha kazi ya polisi hana hatia. Huyo ni Michael Brown aliuawa tarehe 9 Agosti mwaka wa 2014. Walter Scott aliuawa tarehe 4 Aprili mwaka wa 2015. Walter Scott alikuwa mwanaume mweusi mwenye miaka 50. Alipigwa risasi mara 3 akiwa anamkimbia afisa polisi Michael Strager huko magharibi mwa Charleston, South Carolina. Afisa polisi alisimamisha gari la Scott kwa sababu gari hilo lilikuwa lina taa za breki ya gari ambazo zina hitilafu. Wakati huo Scott alikuwa na hatia ya kukamatwa kwa kosa la kuchelewa kutoa malipo ya huduma ya mtoto wake. Strager alikamatwa na kutakiwa kutumikia kifungo cha miaka 20 gerezani mwaka wa 2017, huku familia yake ilipewa dola milioni 6.5 kutoka mamlaka ya magharibi mwa Charleston. Huyu anaitwa Walter Scott aliyeuawa tarehe 4 Aprili mwaka wa 2015.
Kama wiki mbili hivi baada ya kupigwa risasi kwa Walter Scott, tukio lingine la kusikitisha lilitokea Baltimore, Maryland. Kijana wa miaka 25 Freddie Gray alikamatwa kwa kubeba silaha ya polisi, akikutwa pia na kisu katika mfuko wake. Video iliyopigwa na shuhuda ilimuonesha Gray akipiga kelele akiwa amepakizwa kwenye gari la polisi. Saa chache baadaye alipelekwa hospitalini akiwa na majeraha makubwa. Alifariki baada ya wiki, na vurugu za maandamano zilitokea na polisi wapatao 20 walijeruhiwa. Afisa 3 kati ya 6 walihusika katika kukamatwa kwake, ambapo hapo baadaye walikutwa hawana hatia kwa kifo chake, na wengine 3 hawakupelekwa mahakamani. Huyu anaitwa Freddie Gray ambaye aliuawa tarehe 12 Aprili mwaka wa 2015. Sandra Bland aliuawa tarehe 13 Julai mwaka wa 2015. Bland alikuwa na miaka 28. Alisimamishwa na askari wa jimbo la Texas, Brian Engineer, kwa makosa madogo ya kuvunja sheria za barabarani. Wakati anamkaribia askari huyo, aliwasha sigara na kukataa kuizima na kuitupa. Bland alikamatwa kwa makosa ya kumdharau afisa polisi baada ya maandamano dhidi ya operesheni hiyo kuanza. Siku 3 baadaye alijiua akiwa gerezani, wakati Bland hakuuliwa na polisi kwa vitendo, lakini kifo chake kilisababisha maandamano nchini Marekani. Kesi yake ilijulikana kama Say Her Name, harakati ambazo zilielezea unyanyasaji wa polisi dhidi ya binti mweusi. Bland alikuja kuwa pia mauzio ya makala iliyorushwa na American Cable Network HBO mwaka wa 2018. Huyu anaitwa Sandra Bland aliuawa tarehe 13 Julai mwaka wa 2015. Philando Castile aliuawa tarehe 6 Julai mwaka wa 2016. Castile alipigwa risasi na polisi Jelomino Yanez baada ya kusimamishwa na trafiki huko Minnesota. Maombolezo yake aliwekwa mubashara na mpenzi wake. Ingawa Yanez alihukumiwa kwa udhalilishaji wa kiwango cha pili na makosa mawili ya kutokuwa makini na kwa silaha, baadaye alihukumiwa kwa kifungo cha chini ya mwaka mmoja. Huyu anaitwa Philando Castile aliuawa tarehe 6 Julai mwaka wa 2016. Mwingine anaitwa Bosani Jean aliuawa tarehe 6 Septemba mwaka wa 2018. Jean mwenye umri wa miaka 26 aliuawa akiwa katika makazi yake na polisi wa kizungu ambaye hakuwa zamu alikuwa anaitwa Amber Geiger. Afisa huyo alidai kuwa aliingia katika nyumba ya Jean kwa bahati mbaya kwa kudhani kuwa ni nyumba yake, na alimpiga risasi Jean ambaye hakuwa na silaha kwa kuamini kuwa ni mwizi. Mwaka mmoja baadaye Geiger alihukumiwa miaka 10 gerezani. Huyu anaitwa Bosani Jean aliuawa tarehe 6 Septemba mwaka wa 2018 akiwa katika nyumba yake, ambapo polisi aliingia katika nyumba hiyo akizani kwamba ni nyumba yake, hivyo akampiga Jean risasi kwa kuamini kuwa ni mwizi. Mwingine anaitwa Tatiana Jefferson aliuawa tarehe 13 Oktoba mwaka wa 2019. Mwanafunzi wa udaktari mwenye umri wa miaka 28, Jefferson alipigwa risasi na kuuawa akiwa chumbani kwake huko Fort Worth, Dallas nchini Marekani. Aliuawa na afisa polisi Aaron Dean. Dean alitumwa katika makazi yake baada ya majirani kutoa taarifa kuwa mlango wa mbele wa Jefferson ulikuwa wazi, na hivyo alimpiga risasi akiwa dirishani. Afisa huyo alishtakiwa kwa mauaji, lakini bado kesi yake haijasikilizwa mahakamani. Huyu anaitwa Tatiana Jefferson ambaye aliuawa tarehe 13 Oktoba mwaka wa 2019. Tukikamilisha na Breonna Taylor aliuawa tarehe 13 Machi mwaka wa 2020. Breonna Taylor mwenye umri wa miaka 26 alikuwa fundi mitambo ya dharura ya afya. Alipigwa risasi mara 8 wakati maafisa polisi walipoingia katika makazi yake huko Louisville, Kentucky. Ilikuwa ni Machi 13. Maafisa polisi hao walikuwa na kibali cha kuchunguza dawa, lakini hakuna dawa ambazo zilipatikana katika vitu vyake. Familia ya Taylor waliamini kuwa walikuwa hawamtafuti mpenzi wake, lakini walikuwa wanamtafuta mshukiwa ambaye tayari alikuwa amekamatwa na hakuwa akiishi katika ghorofa hilo. Polisi wa Louisville walidai kuwa waliamua kupiga risasi baada ya afisa mmoja kujeruhiwa kwa kupigwa risasi katika tukio hilo. Huyu anaitwa Breonna Taylor aliuawa Machi 13 mwaka wa 2020. Hawa ni baadhi ya Waafrika wenzetu waliouawa na mapolisi huko nchini Marekani. Tunasema back to Africa movement.